kuna roho inashughulika na maisha ya mtu binafsi. Yaani hiyo roho imepewa jukumu la kukufuatilia wewe tu. Hata ikienda mahali pengine, najua hapa sio pangu, mimi jukumu langu ni kuhakikisha huyo kwamba anashindwa. Sasa mara nyingi hii roho inayoshughulika na maisha ya mtu binafsi, maana yake inafanya kazi kwa mtu huyo kwenye maeneo fulani fulani, kwenye vitu fulani fulani. Kama imekazana naye kwenye biashara, inakazana naye kwenye biashara. Kama imekazana naye kwenye afya, inakazana naye kwenye afya. Na ndio maana kila mtu kuna eneo ambalo ni gumu kwake. Kila mtu ana eneo ambalo hilo akitaka kupenya, kuna ugumu wa kupenya hilo eneo. Ni kila mtu tu, kwa sababu zipo roho ambazo zinashughulika na maisha ya mtu binafsi. Sasa unaweza ukaingia kwenye maombi ukazishinda hizi roho, lakini kuna kitu kinachoitwa mkuu wa anga. Sasa mara nyingi, cha kwanza lazima ujue mkuu wa anga ni nani, lakini jambo la pili lazima ujue hili anga lipo wapi. Kwa sababu nikisema tu hapa mkuu wa anga, manake mtu akiangalia ajua anapoliona hili anga ndo anajua ndo lenyewe. Sasa kwenye neno lazima uelewe kila kitu kipo mahali gani. Sasa tunapozungumza mkuu wa anga ama wakuu wa anga, tunasema hizi ni roho za kiutawala. Manake hizi roho, ukiona kuna sheria za nchi, manake hizi roho zinahusika na kuweka sheria. Ndio unaweza kujiuliza, binadamu wa kawaida tu hawezi kusema ushoga una tatizo. Sijui kama mnanielewa. Lakini hizi roho manake kule zinaamua kanuni, taratibu. Kuna vitu vinaamua watu waishi hivi, waende hivi. Manake hizo roho ndo zinashughulika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaposema mkuu wa anga, ni ile roho ni ile roho inaotawala mahali hapo kwenye ulimwengu wa roho. Manake huyu sio mtu, lakini ni roho fulani ya kiutawala ambaye kama ni anga la mafinga, manake inalitawala anga la mafinga. Sasa kwenye maisha ya maombi na maisha ya uokovu, ni rahisi sana kukemea mizimu ya ukoo. Ni rahisi sana kusema navunja madhabahu, navunja nguvu za giza, lakini si rahisi kwa watu wengi kushughulika na mkuu wa anga ambaye anazuia maombi, ambaye amesababisha mambo fulani yasitokee. Na niliwaambia kinachotofautisha tabia kati ya nchi moja na nyingine, kinachotofautisha tabia kati ya mkoa mmoja na mkoa mwingine, inategemea zile roho zinazotawala pale zinataka nini, zinafanya nini kwa wakati huo, kuna kitu gani zinapigania. Nikakupa mifano. Ukienda kwa watu wa pwani wana asili ya uvivu, ni kawaida yao. Ukienda makabila mengine yana asili ya ukarimu. Naelewa nikisema ukarimu, sio ukarimu ule mnaojua nie, yaani kiasi kwamba hata mkwe wanaweza wakamkarimu mpaka akatembea na mama mkwe. Yapo hayo makabila, sijui kama mnajua hilo. Amen. Ukarimu, yaani wao ni wakarimu tu, wamepitiliza. Kwa wao sio shida. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja, yeye anaishi Umasaini, akaniambia kitu cha ajabu sana. Sasa mimi nilikuwa najua labda yameisha, ni ya kufikirika. Akaniambia wao kule Umasaini, mimi naweza nikaoa mke afu nikaelewana na kaka yangu, ni brother zangu, kwamba bwana leo mimi nakuja kulala kwa mkeo, alafu ananipa labda ng'ombe tu, afu namruhusu bwana nenda kalale. Lakini kuna nyingine ile naweka mkuki pale, nachomeka tu pap, yeye mwenyewe anajua kule ndani kuna mwanaume. Israeli, unaweza wewe ukikuta mkuki utaingia? Lakini wao wanaishi kwa amani tu. Wakati ukiona message tu titi, nani huyo, nani huyo hii usiku nani? Lakini wao ni wakarimu, wamepitiliza, wapo kwenye ukarimu wa tani tu, ni kawaida. Kinachoamua system za maisha ya watu ni roho ambayo inatawala.
Kwa tunapozungumza mkuu wa anga, maana yake ni ile roho sasa, ni ile roho ya kiutawala, inayotawala mahali, inayomiliki mahali, maana yake inaona hapa ni petu. Amen. Na nilikwambia unapoomba maombi Mafinga, mkuu wa anga wa Mafinga ni tofauti na mkuu wa anga wapi? Wa Dar es Salaam. Mkuu wa anga wa Njombe ni tofauti na mkuu wa anga wa Dodoma. Manake mahali unapofanyia maombi ni vizuri ukashughulika kwanza na ule anayetawala kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Usiposhughulika na huyo, unaweza ukajibiwa mbinguni, lakini hapa duniani hakuna majibu, kwa sababu bado mkuu wa anga ana nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunaposema mkuu wa anga ni roho ya kiutawala. Amen. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapa tunaona kuna falme, kuna mamlaka na kuna wakuu wa giza. Manake hizi zinazotajwa ni ngazi za kiuongozi katika ulimwengu wa roho, ambazo hizo ndo tunashindana nazo ukishaokoka. Amen. Kabla ya kuokoka manake zilitukalia, zilitutawala. Tukishaokoka yanageuzwa, kunaitwa kushindana kwetu, manake kufanya vita kwetu. Hatufanyi vita tena na watu. Amen. Na ndio maana nikikuta mtu ameokoka na anagombana tu, hapo kuna shida. Sisemi kwamba hawapo, wapo, lakini hapo kuna shida. Yaani kuna kitu hajaelewa. Mtu akishaokoka manake adui ameishageuka kwenye maisha yake, sio watu tena. Anaanza kushindana na hizi falme, anaanza kushindana na mamlaka, anashindana na hawa wakuu, anashindana na majeshi ya pepo wabaya. Sasa kwenye hii level ya majeshi wa pepo wabaya, hawa ndo watekelezaji sasa. Zimetangazwa hukumu kwenye ulimwengu wa roho, kama ametangazwa magonjwa, manake sasa linaingia pepo ndani ya mtu. Lile pepo likishaingia ndani ya mtu linajitengeneza, linakuwa ugonjwa. Tunazungumza majeshi ya pepo wabaya, yaani vile vitu vibaya inaingia roho fulani kwako. Inaweza kaingia roho ya kupoteza tu, roho ya kupoteza tu. Siku moja